Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Marekani ambayo inataka kurudi vitani inaonekana inahitaji msaada wa NATO. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio, ambaye atakutana na mawaziri wenzake wa mambo ya kigeni wa NATO, atawaambia mawaziri hao kwamba Rais Donald Trump amesikitishwa sana na msimamo wa vita vya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio atakutana na washirika wa NATO siku ya leo Ijumaa kwa mara ya kwanza tangu rais wa Marekani aitilie shaka muungano huo kutokana na mgawanyiko kuhusu vita vya Iran, na Washington ikatangaza mpango wa kuondoa wanajeshi 5,000 kutoka Ulaya. Kabla ya kwenda kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa NATO nchini Uswidi, Rubio alisema Trump amesikitishwa sana na wanachama wa muungano huo ambao hawakuruhusu Marekani kutumia misingi katika eneo lao kwa vita, akiashiria Uhispania haswa. Na nchi kama Uhispania zimetunyima matumizi ya ngome zao za kijeshi. Kwa nini uko katika NATO? Hilo ni swali la haki, Rubio aliwaambia waandishi wa habari huko Miami. Kwa haki, nchi nyingine katika NATO zimesaidia sana, lakini tunahitaji kujadili hilo. Trump amewakosoa vikali wanachama wa NATO kwa kutofanya zaidi kusaidia kampeni ya kijeshi ya Marekani na Israel. Amesema anafikiria kujiondoa katika muungano huo na kuhoji iwapo Washington italazimika kuheshimu mapatano yake ya ulinzi wa pande zote mbili. Maafisa wa NATO wamesisitiza kuwa Marekani haikuomba muungano huo wa wanachama 32 kushiriki katika vita vya Iran, lakini wanachama wengi wameheshimu ahadi za kuruhusu majeshi ya Marekani kutumia anga na kambi zao kwenye ardhi yao. Rais wa Marekani Donald Trump, moja kati ya jambo ambalo lilimkasirisha na kuona kwamba hakuna ushirikiano uliopo ndani ya NATO, ni wanachama wa NATO kumsusia vita vya Iran. Wasiwasi wa Ulaya kuhusu mtazamo wa Trump dhidi ya NATO ulizidishwa mwaka huu na msukumo wa Trump kutaka kuinunua Greenland, eneo mwanachama wa NATO ambayo ni Denmark. Katika mkutano huo katika mji wa Uswidi wa Helsingborg, mawaziri wa Ulaya wanatarajiwa kujaribu kuituliza Marekani kwa kusisitiza kuwa wako tayari kusaidia uhuru wa usafiri wa majini katika mlango bahari wa Hormuz wakati hali zitakaporuhusu, na kuchukua jukumu zaidi kwa usalama wa Ulaya. Iran imezuia traffic kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz wakati wa vita. Hofu ya Ulaya kuhusu kujitolea kwa rais wa Marekani katika NATO imeongezeka na uamuzi wa kuondoa wanajeshi 5,000 kutoka Ulaya, ambao maafisa wa Marekani walihusisha na ukosoaji wa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kuhusu mkakati wa vita wa Trump wa Iran. Washirika wa Washington pia wamechanganyikiwa na hawajatulia kutokana na jinsi uamuzi huo ulivyowasilishwa. Maafisa wa Marekani awali walisema wanajeshi hao wataondolewa Ujerumani, lakini baadaye walisema watachelewesha kupeleka kikosi nchini Poland. Marekani pia imesema mpango uliopangwa na kupeleka makombora ya masafa marefu ya Tomahawk hadi Ujerumani hautaendelea tena. Zaidi ya hayo, inapanga kuwaambia washirika wa NATO kuwa itapunguza uwezo wa kijeshi ambao Marekani itautoa kwa muungano katika mgogoro. Vyanzo vitatu vinavyofahamu suala hilo viliambia Reuters. Kamanda mkuu wa jeshi la NATO, jenerali wa jeshi la wanahewa la Marekani Alexander Grinkewich, alitafuta wiki hii kuhakikishia washirika wa Ulaya kuhusu maamuzi ya hivi majuzi, akisema vikwazo zaidi vitachukua muda wa miaka mingi ili kuwapa washirika muda wa kuendeleza uwezo wa kuchukua nafasi zao. Wakati nguzo za Umoja wa Ulaya zinapoimarika, hii inaruhusu Marekani kupunguza uwepo katika bara la Ulaya kwa kutoa tu uwezo muhimu ambao washirika hawawezi kutoa, aliwaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya NATO mnamo Jumanne. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.